ومن خرج على إمام المسلمين na yule yote ambaye atakayetoka dhidi ya kiongozi wa Waislamu, atakayefanya khuruj ukhawarij ala imam almuslimin, dhidi ya kiongozi wa Waislamu. Naelewana ikhwan? وقد كان الناس اجتمعوا عليه, na kwa hakika wamekuwa watu wameungana juu yake, watu wameungana juu ya kiongozi huyo imamul muslimin, wa aqarru lahu bil khilafati, na wakakiri kwake yeye utawala, kwamba huyu ndiye kiongozi wetu, huyu ndiye mtawala wetu. Bi ayi wajhin kana, kwa wajihi wowote uliokuwa, birridha, kwa maridhiano. Amepata uongozi kwa sababu ya maridhiano baina yake yeye na raia wake, au bilghalabati, au kwa kushinda, kwa kupindua nchi, kwa kupindua utawala, alghalaba. Faqad shaqqa hadha alkharij 'asa almuslimin, kwa hakika ameuvunja huyu mwenye kutoka, huyo kharij mwenye kutoka dhidi ya mtawala, 'asa almuslimin, ameuvunja na kuupasua umoja wa Waislamu. Tunaelewana vizuri? Huyu alkharij ala imam almuslimin, huyu mwenye kutoka dhidi ya kiongozi wa Waislamu, atakuwa shaqqa 'asa almuslimin, ameuchana na kuupasua umoja wa Waislamu. Tunaelewana vizuri ikhwan? Wa khalafa al-athara 'an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na amekhalifu athari kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, kwa maana amekwenda kinyume na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa in mata al-kharij alayhi, ikiwa atakufa huyu mwenye kutoka juu yake, atakufa juu ya qadhiya ya al-khuruj ala a'immati al-muslimin, atakufa juu ya qadhiya ya kufanya ukhawariji na kutoka dhidi ya watawala wa Waislamu. Ikiwa atakufa katika hali hiyo, mata mitatan jahiliya, amekufa kifo cha kijinga. Mtu huyo aliyekufa katika maandamano na kina Isaponda, eti anatoka dhidi ya watawala, mata mitatan jahiliya, amekufa kifo cha kijinga kabisa. Sisi tunaelewana vizuri? Wala yahillu qitalu sultani, na wala haihalaliki kumpiga vita kiongozi mtawala, si halali. Qitalu sultani, kumpiga vita mtawala ni haramu. Wala alkhuruju alayhi, wala kutoka dhidi yake, wala alkhuruju alayhi, wala kutoka dhidi yake, li ahadin minan nasi, kwa yoyote katika watu, si halali kutoka dhidi ya mtawala. Faman fa'ala dhalika, yule yoyote atakayelifanya hilo, atakayetoka dhidi ya mtawala, akaandaa maandamano, yakawa yale maandamano yanafanyika kinyume na mtawala, dhidi ya mtawala, akaandaa makundi ya watu, makundi ambayo yanamsema mtawala na kumshambulia mtawala katika utawala wake, faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un, huyo ni mzushi. Kwa hivyo mkimuona tu mnajua hadha sahibu bid'ah, huyo ni mtu wa bid'ah. Huyo qaida muhimma, mkimuona tunakumsikia mtu yuko dhidi ya mtawala, fahuwa mubtadi'un. Haya ameyasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, wa karne hizo, sio wajana wala wajuzi, wa karne hizo za nyuma huko. Anasema yoyote ambaye atakayempiga vita mtawala akafanya ukhawariji juu yake, yoyote yule atakayekuwa, basi huyo ni mubtadi'. Kwa hawa wakina Abu Ismaili, hawa ni ahlul bid'ah,
hawa kina Abu Jirogo hawa wote ni ahlul bid'ah, wote ni wazushi hawa. Al-Shabab ni ahlul bid'ah, Boko Haram ni ahlul bid'ah, wote hao ni wazushi. Faman fa'ala dhalika fahuwa mubtadi'un, yoyote atakayefanya hivyo ni mzushi. Ala ghairi sunna, yuko juu ya isiyokuwa sunna, kwa sababu sunna haielekezi watu kufanya khuruji dhidi ya mtawala. Sunna inaelekeza watu wawe na taa na usikivu juu ya mtawala, sio kufanya khuruji kutoka dhidi yake. Kwa hivyo hawa wanaotoka dhidi ya watawala, hawa watu wako katika isiyokuwa sunna wa tariq, na njia sahihi. Haya maneno ameyazungumza al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala miaka hizo. Leo ukiyazungumza mbele ya makhawarij inaonekana kana kwamba umekuja nayo wewe, kwa sababu ya wao kujiweka mbali na kusoma, wakajikita katika kusikiliza kaseti na mawaidha na maneno ya mashekhe zao pasina kukaa kuyasoma haya. Wanajikuta wengi wanaingia katika ukhawarij kwa sababu ya kutokujua, kwa sababu ya ujinga wao, na kila wakiambiwa kaenda darasani mjifunze muachane na ukhawarij hawataki kuelewa. Hayo wanaoyafanya wanaona kwamba ndio ya sawa, kumbe huo wanaofanya ni ukhawarij, ni kinyume kabisa na utaratibu wa Uislamu, ni kinyume kabisa na sunna ya Rasul alayhi salatu wasalam, ni kinyume kabisa na njia ya sawa sawa ya Uislamu. Kwa hivyo faman fa'ala dhalika, yoyote atakayefanya hivyo, fahuwa mubtadi'un, huyo ni mzushi. Ala ghairi sunna, yuko juu ya isiyokuwa sunna, wa tariq, na isiyokuwa njia ya sawa sawa, yuko juu ya isiyokuwa njia ya sawa sawa. Kwa njia ya sawa sawa ni ipi? Njia ya sawa sawa ni mtu kubaki katika taa ya waliyul amr. Njia ya sawa sawa ni ipi? Njia ya sawa sawa ni mtu kumsikiliza mtawala. Njia ya sawa sawa ni mtu kubakia katika taa ya kiongozi. Tumeelewana vizuri ikhwan? Na katika hashi hapa namba 1 anasema ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. maelezo mazuri kabisa. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة, katika kitabu منهاج السنة, ولذلك na kwa ajili hiyo كان المشهور من مذهب أهل السنة, limekuwa jambo mashuhuri katika madhehebu ya watu wanaofuata sunna sahihi, annahum la yarawna al-khuruj ala al-a'imma, hakika wao hawaoni mtu kutoka dhidi ya watawala. La yarawna al-khuruj ala al-a'imma, hawaoni mtu kutoka dhidi ya watawala. Wa qitalahum bisayf, na vile vile hawaoni kupigana nao watawala kwa upanga. Hilo halipo katika madhhabu ya ahli sunna. Wa in kana fihim dhulmun, hata kama kutakuwa kwa wao hao viongozi kuna dhulma, hata kama dhulma itakuwepo kwa wao, kwamba ni viongozi wa dhulma, wanawadhulumu watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambiaje Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, akamwambiaje, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati' lil-amir, hata kama huyo kiongozi atakuwa amekupiga katika mgongo wako, ameupiga mgongo wako, na hawezi mtu kuupiga mgongo wa mtu isipokuwa dhulman wa udwana, kwa dhulma na uadui. Wa akhadha malak, na amechukua mali yako, hawezi mtu kuchukua mali ya mtu isipokuwa kwa dhulma na uadui. Fasma' wa ati', msikilize na umtii kiongozi atakayekuwepo, kuonyesha kwamba hiyo
ndio madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa. Na haya ambayo wanayasema makhawariji na watu mfano wao katika Daesh na wengineo, hawa wote hawa ni ahlul bid'a, wamekuja na manhaji ambayo haiko katika sunna na jamaa. Wa in kana fihim dhulmun, hata kama kutakuwa kwa wao hao watawala kuna dhulma, kama dallat ala dhalika alahadithu sahihatu almustafidha, kama zilivyojulisha juu ya hilo hadithi sahihi zenye kuenea ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi zimekuja nyingi, na mfano wake ni hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Lianna alfasada fi alqital walfitna, kwa sababu maharibifu yanayopatikana katika mapigano baina ya mtu na mtawala au baina ya kikundi cha watu na mtawala, na maharibifu yanayopatikana katika fitna baina ya watu na kiongozi wao, a'zamu min alfasadi alhasil bidhulmihim, ni makubwa zaidi kulikoni maharibifu yanayopatikana katika dhulma zao. Wewe tazama hawa viongozi na dhulma zao walizonazo, namna vile ambavyo wanavyowadhulumu watu, lakini watu wanaishi kwa amani, watu wanaishi kwa utulivu, watu wanafanya ibada, watu wanaingia marakiz kusoma, watu wanajifunza dini yao. Tazama hii hali pamoja na dhulma zao walizonazo. Angalia huo uharibifu unaopatikana kwa wale kuwafanyia dhulma watu, na uharibifu utakaopatikana pale watu watakapotoka mabarabarani wametoka dhidi ya watawala. Amani hakuna tena, utulivu hakuna tena, watu kutekeleza ibada zao vizuri misikitini kwa utulivu hakuna tena, kukaa kama hivi tunasoma hakutokuwepo tena. Kwa hivyo yale mafsada yanayopatikana katika kuwapiga vita wao na kuwafanyia fitna wao ni makubwa zaidi kuliko ni mafsada yanayopatikana kwa wao kuwadhulumu watu. Sisi tunaelewana vizuri. Biduni qitalin wala fitna, pasi na mapigano yoyote wala fitna. Anasema fala yudfa'u a'zamu alfasadaini, hivyo hayaondoshi au haliondoshwi kubwa zaidi katika mafsada haya mawili, biltizami adnahuma, kwa kulazimiana na lile ambalo la chini yake. Na hapa ametaja maneno yaliyopo katika al-Minhaj, lakini amechanganywa, lakini alhasil anazungumzia mafsada yanayopatikana kwa watu kutoka dhidi ya mtawala ni makubwa zaidi kulikoni zile dhulma ambazo mtawala atakuwa akiwadhulumu watu. Tunafahamiana vizuri ikhwan. Kwa hivyo ukhawariji ni jambo la haramu katika Uislamu, na Uislamu uko mbali kabisa na haya ambayo wanaoyafanya watu wa al-irhabiyun, watu wenye kuleta milipuko na kuwalipua watu. Uislamu uko mbali sana. As-salafiyuna bari'una 'anil a'mali al-irhabiyya. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.